Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumainia kwamba mpaka sasa bado mnaendelea vizuri, na hiyo ndiyo furaha yetu, na tutakwenda kuwaleteni awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tutakwenda kuanzia na hizi taarifa ambazo inasemekana ya kuwa kuna baadhi ya taarifa zilizokusanywa kutoka kwa vyanzo vya ndani na vya kiusalama zinazoonyesha kuwepo kwa ongezeko kubwa la nguvu za kijeshi katika eneo la Nyangezi wilayani Walungu, huko tukiwa mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa hizo, vikosi vinavyodaiwa kwa vya Rwanda yani RDF kwa kushirikiana na wapiganaji wa AFC M23 vinaonekana kuimarisha ngome zao kwa kupeleka vifaa vya kisasa vya kijeshi vikiwemo mifumo ya makombora. Kwa mujibu wa chanzo kinachoaminika, mienendo hii inaweza kuwa ishara za awali za maandalizi ya operesheni kubwa ya kijeshi. Tathmini inayotolewa inaelekeza uwezekano wa mashambulizi ya kurejesha udhibiti wa mji wa kimkakati wa Uvira ulioko kusini mwa ziwa Tanganyika. Eneo la Nyangezi lililoko katika karibu na mji wa Bukavu linaendelea kuonekana kama kitovu muhimu cha operesheni. Ripoti zinaonyesha kuwa kumekuwa na mkusanyiko wa polepole ama taratibu wa wapiganaji katika siku za hivi karibuni, jambo linaloashiria kuongezeka kwa uwezo wa kijeshi na vifaa katika eneo hilo nyeti. Vyanzo hivyo pia vinaeleza uwepo wa vikundi vya wapiganaji wenye asili mbalimbali waliowasili hivi karibuni katika eneo hilo. Inadaiwa kuwa baadhi yao wanatoka mataifa tofauti ya Afrika na wanachangia kuongeza nguvu ya kijeshi kwa ajili ya operesheni zinazoweza kufanyika kwa haraka. Wakati huo huo, kuna taarifa za kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo ya nyanda za juu ya Minembwe wilayani Fizi. Mashambulizi yanayodaiwa kufanywa kwa kutumia droni yamelenga mara kadhaa nafasi za vikosi vya serikali na kusababisha madhara kwa raia. Hali hii inaongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano katika eneo hili la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambalo tayari limeathiriwa na mizunguko ya mara kwa mara ya vurugu za silaha. Kutokana na hali hii, wachambuzi na wadau mbalimbali wanatoa wito wa kuimarishwa kwa uangalizi na tahadhari kwa vikosi vya serikali, hasa FARDC, pamoja na kufuatilia kwa karibu hali ya usalama na taasisi za kibinadamu. Hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi na huru uliotolewa kuhusu madai haya ya uwekaji wa vifaa hivyo wa kijeshi. Hata hivyo, wingi wa taarifa zinazofanana unaonyesha mwelekeo unaoitia wasiwasi wa mabadiliko ya nguvu za kijeshi katika eneo ambalo usalama wake bado ni dhaifu. Taarifa zingine zinazolingana kutoka kwa vyanzo vya ndani na vya kiusalama zinaonyesha kuwa mkutano wa kimkakati unaohusishwa na muungano wa AFC M23 ulifanyika wiki hii katika mji wa Kamanyola ulioko katika wilaya ya Walungu, tukiwa huko Kivu Kusini. Wakati wa mkutano huo, washiriki waliripotiwa kujadili mpango wa operesheni unaolenga kudhoofisha hali ya usalama katika mji wa Uvira ambao ni kitovu muhimu kando ya ziwa Tanganyika. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mkakati uliopangwa ungejikita katika hatua za kijeshi zenye lengo la kuzua hofu na taharuki miongoni mwa raia. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa kuna uwezekano wa mashambulizi ya silaha nzito kuelekezwa Uvira kwa lengo la kusababisha wakazi kukimbia kwa wingi. Mashambulizi hayo yanaweza baadaye kuhusishwa na vikosi vya serikali ili kuleta mkanganyiko na kupotosha mtazamo wa umma. Mpango huo pia unalenga kurahisisha kusonga mbele kwa pamoja kwa wapiganaji wa wahasi. Vikosi vilivyoko katika nyanda za juu vinaweza kushuka kuelekea Uvira, huku vile vilivyoko katika pleni ya Ruzizi vikisonga mbele kwa wakati mmoja ili kuimarisha mashambulizi dhidi ya mji huo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mkakati huu ni sehemu ya mpango mpana wa kijeshi unaolenga kudhibiti maeneo muhimu. Kwa kuzalisha hali ya sintofahamu ya kiusalama, washambuliaji wanatarajiwa kudhoofisha mifumo ya ulinzi iliyopo, ikiwemo vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, makundi ya kujilinda ya wapiganaji wazalendo, pamoja na vikosi vya kigeni vilivyopo katika eneo hilo.
Aidha, kuvuruga njia za usambazaji wa vifaa na misaada kwa vikosi vilivyopo uwanjani kunatajwa kuwa sehemu ya malengo ili kupunguza uwezo wao wa kujibu mashambulizi. Taarifa hizi zinakuja katika kipindi ambacho tayari kuna ongezeko la mapigano katika maeneo ya Uvira na Fizi, ambapo makundi yenye silaha na vikosi vya serikali vinaendelea kukabiliana mara kwa mara. Hali ya usalama inaendelea kuwa tete, jambo linaloongeza hofu kubwa kwa wananchi. Kutokana na hatari hizi, baadhi ya wadau wa ndani wanatoa wito wa kuimarishwa kwa ulinzi kati ya mji wa Uvira na kuwataka raia kuwa waangalifu. Kuzorota zaidi kwa hali ya usalama kunaweza kuongeza matatizo ya kibinadamu katika eneo hili la mashariki mwa DRC ambalo tayari limeathiriwa kwa muda mrefu na migogoro. Hadi sasa taarifa hizi hazijathibitishwa rasmi na vyanzo huru. Hata hivyo, zinaonyesha hali ya wasiwasi mkubwa unaoendelea katika eneo ambalo usalama wake bado uko katika hali ya udhaifu. Na huko mkoani Ituri, mwezi Machi mwaka 2026, hali ya kiusalama imezorota kwa kiasi kikubwa katika wilaya ya Mambasa, hasa katika maeneo ya afya ya Niania na Lolwa. Na hiyo ni kwa mujibu wa ripoti ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu ambayo inaitwa OCHA, inayohusu kipindi cha tarehe 1 hadi tarehe 31, yani du 1er au 31 mars 2026. Mashambulizi ya silaha dhidi ya raia tangu katikati ya mwezi huo yamesababisha vifo vya angalau watu 87 ama 87 personnes katika vijiji mbalimbali kwa mujibu wa mamlaka za eneo na washirika wa kibinadamu. Ripoti hiyo iliyotazamwa na media ya Actualite.cd inaeleza pia kuwa zaidi ya watu 390 ama 390 personnes wakiwemo wanawake na watoto waliweza kutekwa nyara katika mashambulizi hayo. Kulingana na vyanzo hivyo, mashambulizi hayo yamesababisha zaidi ya watu 60,000 ama 60,000 kuhama makazi yao wakikimbilia maeneo mengine ya Mambasa na hasa katika mkoa jirani wa Chopo. Na kwa mujibu wa washirika wa sekta ya elimu wanaotajwa katika ripoti ya OCHA, hali hiyo imesababisha kufungwa kwa angalau shule 23, yani 23 écoles fermées, jambo lililoathiri zaidi ya watoto 5400 ama 5400. Aidha, vituo 9 vya afya pia vililazimika kufungwa, hali iliyowanyima huduma za afya zaidi ya watu 55,000 ama 55,000 personnes, hususan katika maeneo ya Niania na Mambasa ambayo tayari yalikuwa na upungufu mkubwa wa huduma za kibinadamu. Hali ya kibinadamu ya wakimbizi ndani kutoka Mambasa inaendelea kuwa mbaya. Katika mkutano wa 85 wa baraza la mawaziri ama 85e session de conseil des ministres, waziri wa nchi anayeshughulika na masuala ya kijamii, misaada ya kibinadamu na mshikamano wa kitaifa, Bibi Eve Bazaiba Masudi, alieleza kuwa tangu tarehe 12 ya mwezi wa 3 ama March mwaka 2026, wakazi wa eneo hilo wanakabiliwa na vitendo vya ukatili mkubwa vinavyodaiwa kufanywa na wahasi wa ADF. Kwa mujibu wa waziri huyo, shughuli za ADF zimesababisha athari kubwa, ikiwa ni pamoja na watu wengi kuishi bila makazi, shinikizo kubwa kwenye vituo vya kupokelea wakimbizi hususan mjini Kisangani, pamoja na kuzorota kwa hali ya maisha. Changamoto nyingine ni ukosefu wa makazi, uhaba wa chakula, upungufu wa maji safi na huduma za afya, pamoja na hatari kubwa kwa makundi hatarishi kama wanawake na watoto. Katika muktadha huu, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapanga kupeleka msaada wa dharura wa kibinadamu kwa wakazi wa Mambasa ili kukidhi mahitaji ya msingi ya watu walioathirika na kurejesha hali ya maisha katika eneo hilo linaloendelea kushuhudia machafuko na vurugu za ADF. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa wale ambao wanazidi kutengeneza vichwa vya habari katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuzorotesha usalama ya maeneo hayo. Basi tunakuomba ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi, na tukutane kwa majaliwa. Asante.